kulikuwa na mkanganyiko katika utoaji wa taarifa. Lakini kama utakuwa unafuatilia taarifa iliyotolewa pia siku ya wanatangaza nominee au filamu ambazo zinaingia katika duru hii ya pili, walisema mwisho wa kupiga kura utakuwa tarehe 22 nadhani, ambayo ilikuwa jana. Lakini ukisema tarehe 22, hiyo bado ni neno ambalo au tunaweza kusema kwamba ni pana sana. Mtazamaji au wa mashabiki wetu walishindwa kujua kwamba tarehe 22 ni lini, wamefunga saa ngapi na kuaje. Kwa hiyo inawezekana wapo watu ambao pia walikuwa wanatusupport au wanatupigia kura. Kingine cha kusema ni kwamba nawashukuru kwanza Azam kwa hiki kitu kikubwa ambacho wanakileta. Lakini kwa upekee sana nawashukuru kwa sababu wameweza kuonesha wanathamini watoto, na kwa mara ya kwanza tunashuhudia wasanii ambao hawakuwa wanadhaniwa kabisa wanaweza kuibuka na tuzo. Lakini kitu ambacho nataka kuwakumbusha ni kwamba kuna mwanafalsafa mmoja aliwahi kusema, utaratibu ukikiukwa haki haiwezi kupatikana. Na sehemu yoyote ambayo utaratibu hauwezi kufuatwa, kiukweli haki haiwezi kupatikana. Mimi nilikuwa mdau na nimefuatilia toka mwanzo wa mchakato huu mpaka leo hii tunapofikia kilele. Moja kati ya fomu zao au mkataba wao ulikuwa unasema kwamba mshiriki lazima awe na miaka kuanzia 18. Sasa inawezekana Watanzania wengine hilo hawakuliona kwa sababu hawakusoma fomu. Lakini sisi tulioshiriki tulikiona ni kipengele moja wapo ambacho pia kiliwafunga, kwa sababu kwenye filamu ambazo hao wametoka kuna watoto ambao wamecheza wana uwezo mzuri ungeweza kuwashindanisha. Lakini kutokana na kipengele hicho kikawa kinatufunga kwa sababu ni sehemu ya mkataba. Lakini kwa masikitiko makubwa tunashuhudia watoto kama ambavyo wengi tumewaona na wameonekana na Watanzania wote wakiwa ni watu ambao tunadhani moja kwa moja wako chini ya miaka 18 wanapewa tuzo. Ni miaka 11, asante kwa kunisaidia. Sasa sijui kama kipengele kile kilibadilishwa baadaye, na kama kilibadilishwa kulikuwa na umuhimu mkubwa wa sisi waandaaji na wadau wote washiriki kutaarifiwa. Kwa hiyo hii inaonyesha moja kwa moja kwamba kuna utaratibu ulikiukwa, na kama utaratibu umekiukwa haki haiwezi kupatikana. Huu sio mwanzo wala sio mwisho. Yaani hapa ni maendelezo. Kwa sababu siwezi kusema eti mwaka huu nimeshindwa basi mwakani nisipeleke ili nisiweze kugombania. Hiyo kwangu futa. Mwakani lazima nitarudi tena. Yaani inaitwa ni muendelezo. Alafu pia nashukuru wale wote ambao walijitolea kupiga kura kwa moyo mpaka kuja kufanikisha sehemu hii ambayo nimefika leo. Kwa sababu ukiangalia kwa nyuma ni movie nyingi ambazo zimetoka. Movie 100 ni nyingi mpaka kuja kufikia hapa. Namaanisha hata kama sijapata tu, lakini najisifia na mimi najiamini kwamba ni mwanamke, hata kwenye 10 bora nipo. Sawa So kwa hiyo sifikiri kwamba eti ndo utakuwa mwisho. Yaani ndo mwanzo na ndo inaendelea. Na pia nawashukuru waliopiga kura kwa moyo, na Mungu azidishie na mwakani tena hivyo taendelea. Sango, talk to your fans. Unawaambiaje mashabiki wako ambao sasa hivi kuna mwingine amekaa ndani analia? Kwa nini Sango amekosa tuzo? Alikuwa na expectations kubwa sana kwamba utashinda. Kikubwa zaidi wasikate tamaa. Once upon a time kama muda mwingine nikapata nafasi kama hii, basi wasikate tamaa, kwa sababu mimi mwenyewe sijakata tamaa, bado naendelea kufight. Nafasi nyingine ikitokea nitafanya, kwa sababu wanasema mtafutaji achoke, akichoka akashapata. Na mimi ni mwana sanaa ambao bado na haswa nitoke nifanye vitu vikubwa katika Tanzania hii na katika Tanzania ya Bongo Movie. Kwa hiyo sikubali kuchoka, hata kama nimeshindwa kwa timu hii, timu ijayo nadhani nitapiga hatua kubwa zaidi hapo. Nimshukuru sana kameramani wangu anaitwa Snash Infinity One Infinity Man. Kama ambavyo amekwambia na story, kutaka kucheki kazi zao make sure kwamba una subscribe kupitia Global TV Online, and ukifika pale utakutana na movie zao kama vile Ardhi ya Damu, Chanzo ni Wewe, Koleta na nyingine nyingi. Lakini pia Global Movies inaruka hewani kila Jumamosi saa 5 kamili asubuhi. Wewe majuzi umejiunga kwenye kundi letu la siri la kupambana na mfalme. Nyinyi mtakufa kama paka usiku nyinyi. Nakwambia nikia Mungu walai.
Yes, mimi naitwa Suzy aka Suri baby. Guess what? Napenda sana kutumia app ya Global Publishers kwa habari zote za burudani, udaku, michezo, breaking news zote kabisa. Na mimi nakushauri wewe ambaye umekaa right now unaniangalia, hakikisha na wewe kwenye simu yako tayari umesha download hiyo app, then unapata habari zote ndani na nje Tanzania. I love you guys. Mzee Tuzo, shikamoo. Marhaba. Mama Tuzo, shikamoo. Naona uko busy na simu. Hiyo simu ina story. Tulipokuwa nyumbani, alikuwa na simu ndogo inayohifadhi picha chache. Tulipofika mjini, nikamnunulia simu janja kwa Tuzo Points. Ndio kama unavyomuona hapo. Keki tena? Kuna birthday? Haswa, na hiyo keki ina habari yake. Mkwe wangu alisahau keki. Usiniambie. Ikabidi tukimbie hadi bakery. Kufika alikuwa na pesa pungufu. Nikamwambia usijali. Nikaongezea tukalipa kwa Tuzo Points. Karibu tukate keki. Mama, baba anapiga. Happy birthday mwanangu. Jamani mmependeza. Na kifurushi kanoko kwa Tuzo Points. Soda ta, ishi kituzo, tusherehekee. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua Tuzo. Naitwa Catherine Kahabi. Kama balozi wa Jafal G, kazi yangu kubwa ni kukukumbusha usalama wako kwanza uwapo kazini kwa kutumia bidhaa bora kabisa kutoka Jafal G Hardware and Machinery Company. Jafal G Hardware and Machinery Company Limited tuna bidhaa tofauti tofauti kama vile Protection Helmet, Face Shield, Worksuit, Raincoat, Roadworks, Self Boots na Gun Boots, gloves mbalimbali, Fire Extinguishers, Winter Jackets, Mask na nyingine nyingi. Unatupataje? Tupigie sasa hivi kwa 0753600099 au 0787522672 au wasiliana nasi kwa barua pepe yani info@jhmsavage.co.tz.